katika programu yetu. Welcome back to our program. David's Family Ministry. Tunawakaribisha nini wote, muje ambia mwenzako tumeanza. Tell your brothers and sisters our friends. Kuja karibuni. Acha kwanza, karibu na chungu, karibu na chai, karibu na kahawa. Wewe tia simu yako hapa. Haleluya. Burudika. Amen. You are not in a malediction. You are not in a curse. Amen. Soyez les bienvenus. Welcome to David's Family Ministry. Karibuni sana nini wote. Tunawapenda. Amen. Yes. Tunawapenda nini wote katika hii program yetu David's Family Ministry. We love you all according to our program David's Family Ministry. Na tunaendelea kuwakaribisha nini wote. And we're continuing to welcome you all. Leo tuna somo nzuri sana. Today we have a good lesson. Hiyo somo letu la leo, And the lesson of today imesema hivi. is saying, Kristo Yesu, Jesus Christ, rafiki wa wanani? who are his friends? Who's the friend of Christ? Ni wanani? Who are they? Unajibu? Do you have an answer? Unawajua? Do you know them? Basi usiondoke hapa. So don't leave. Tushirikiane pamoja, Let's be together, tuzungumuze, talk, tubarikiwe. and be blessed. Na utaelewa And you understand kama Kristo mwana wa Mungu that Christ, the Son of God, hana warafiki wake. he has his friends. Are you understand that? Yeah. Unaweza penda kuwa rafiki wa nani? Nikuulize kwa wewe. Wa Mungu. Wa Mungu. Haupendi kuwa rafiki wa Yesu? Ni mmoja. Hapa. You. Yesu Mungu ni Baba, Okay. Kristo ni Mwana na msaidizi ni Roho Mtakatifu. Watatu watakatifu lakini wamoja tu, lakini wana kazi tofauti. Sasa wewe unapenda kuwa rafiki wa nani? Wa wote. Unapenda kuwa rafiki wa wote? Yeah. Okay. Unasikia Jemima anasema anapenda kuwa rafiki wa wote. Yeah, sasa kusudi huwe rafiki wa wote, nani atakufanya uwafikie kwa wote? Anayekusaidia ufike kwa Baba, anayekusaidia ukue na Roho Mtakatifu ni Yesu pekee. Yeah, the helper who makes you get a friend, like makes you closer to God and makes you closer to the Holy Spirit is Christ. Yes. Ndio maana amesema, ndio maana inakuza kama wanani marafiki wa Yesu. That's why we're asking you, who are Jesus's friends? Unapokuwa rafiki wa Yesu Kristo, If you're Jesus's friend, mara moja utamjua Baba ni nani, at once you know who the Father is, utamjua Roho ni nani, you'll know who the Holy Spirit is. nao watakuja pia kwako And they'll come to you too. na watakufanya kuwa rafiki. And they'll make you as a friend. Asante sana Thank you. kwa kufuata programu. Thanks a lot, brother. Amen. Yes. David's Family Ministry, you're welcome. Yes, soyez les bienvenus. Ça c'est that is our brother teacher Christer here in Sweden. You are welcome to David's Family Ministry. Amen. Ça va aller. I love you. Mon Dieu. Jamais. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Ah oui. Yes.
You're welcome Jemima. Thank you very much. Sita. Tunashukuru Mungu kwa jioni ya leo. We thank God for this evening. Leo tunaenda kuzungumza maneno mazuri sana. Today we're going to be talking about good words. Na ni maneno ya Mungu. And they're God's word. Maneno ya Mungu wanasema German Swedish. God's word. God's word. Den är spoken svenska. Ja, det är bra. Ja, kanske också många Sverige folkkompisar inte lyssnar Swahili, inte förstår Swahili, inte förstår som lite. Mycket också språk engelska. Ja. Den är bra. Ja. Okej, kanske också inte lyssna för Swahili, kanske lyssna för engelska. We can kanske we can't hjälpa dem. Vi kan inte hjälpa dig. Ja. Men du kan försöka höra oss på engelska också. Ja. Den kanske går bra. Ja. Ja. Okej, tack för så mycket för alla kompisar, bröder och syster och för lyssna den all program Ja. in i Davidis Ja. också familjen in the ministry. Ja. Interchange, det är samma. Okej, så är det bienvenue, asante sana. Yes, träna lite. Mycket också vilka språk we still learn svenska. We kanske go to our campus Futura, lära svenska. And if you månader vi ska prata to svenska to engelska. Ja. Också engelska to svenska. Språk. Det är mycket problem att prata svenska. Haya, okay. Asante sana kwa wandugu wote, tunawapenda sana nyinyi wote. Thank you for all you brothers and sisters, and we love you so much. Yes, leo tunaenda kuzungumza neno nzuri sana. Today we're going to be talking about a good word. Biblia inaleta swali. The Bible brings a question. Marafiki wa Yesu ni wanani? Who are Jesus' friends? Wala wanani walikuwa marafiki wa Yesu? Or who were Jesus' friends? Hallelujah. Yes, pasipo kupoteza muda, Without wasting our time, tunaenda kushukuru Mungu we're going to thank God kwa muda chache. for this moment. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo mwa Nazareti, tunasema asante, tunashukuru kwa muda huyo na tunakabidhi muda huo mikononi mwako. Acha Roho Mtakatifu kuja utusaidie na kutuelewesha na kutuunganisha na wandugu wote wanaotaka kusikia habari njema kupitia Biblia, neno la Mwenyezi Mungu. Amen. Yeah, hatuna kitabu kingine tunaleta. We don't have any other book that we brought with us. Lakini tunaleta kitabu kinaitwa Biblia. But we've come with the book called Bible. Tunaleta kitabu kinaitwa Biblia. We've come with the book called the Bible. Biblia The Bible, ni kitabu kizuri sana. it's a very good book. Kenye kina mambo yote. That it has a lot of situations. Lakini kuna watu hawaamini Biblia. But there are a lot of people who don't believe in the Bible. Lakini hiyo si shida sana. But that's not a big problem. Kwa sababu ni maandiko. Because it's just written. It's written in Lakini kila andiko uiaminie tu. But just believe any word that is written. Kwa sababu hata tunaenda shuleni. Because even if we go to school, kuna kenye kinaitwa course. there's something that's called course. Yes. Yeah. Ukipenda kufanya mathematics, If you want to do mathematics, wewe ndio unaitaka. you're the one who wants it. Technical, Technology, ukipenda kufanya kuwa mganga, even if you want to be a mjengaji, doctor, yote. builder, everything. Sasa unapotaka hiyo, If you want that thing, unapaswa soma you vitabu must read the book yenye inazungumza kwa hiyo technique. that's talking about that thing. The Accountability, the accountability, mambo ya pesa, the money business. stuff, the business. hiyo yote ni vitabu tu. All that they're books. Lakini kama wamekuambia But if they told you, Biblia the Bible ni kitabu chenye kina maneno ya Mwenyezi Mungu, is a book that has a word of Christ, pia nawe usituhukumu. you too don't judge us. Usisema hatujue kitu. Don't say we don't know anything. Hiyo ni kosi yetu. That's our cause. No course. Yes. Okay. Yenye tumechagua. That we chose.
tumependa kusoma We've wanted to read na it kufundisha neno la Mungu. and to teach the word of God. Nimetaka kutumika We want to work katika kampani ya Mungu. in God's Hallelujah. company. Kampani ya Kristo. Christ's company. Dunia ya Mungu. The word of God. Viumbe vya Mungu. The creators of God. Sasa mimi napenda kufundisha watu So today he wants to teach the people neno la Mungu. the word of God. Napasha kusoma Biblia. You need to read the Bible. Ni svenska Bibeln. 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 Ja. Just den pratar Bibeln. Ni svenska språk. Ja. Yes. Vi ska läsa Bibeln. Okay, tutasoma Biblia. We're gonna read the Bible. Swali nasema hivi. The question is saying, Marafiki wa Kristo Yesu ni wanani? who are Christ's friends? Tutasoma katika kitabu cha Mathayo 11:18. We're reading in the book of Matthew chapter 11 verse 19. Yes. Umepafika? Yup. Mathayo 11 hadi 19. Tunapafika. Okay. Yes. I read in the name of Jesus. Amen. The Son of Man came eating and drinking, and they say, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her needs. Hapa sasa Now here, nataka kukujulisha kama. he wants to make you understand. Sikia gisi nasema. Listen how it says. Le Fils de l'homme est venu manger, buvez, et l'on dit, cet homme qui fait bonne chair et il ne buvait de vin, il est ami des pécheurs et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Hallelujah. Amen. Hapa tunalewa warafiki wa Yesu. Now we've understood the friends of Christ. Marafiki wa Yesu The friends of Christ, ni wanani? who are they? Wafanya dhambi. The sinners. You understand that? You are surprised. Yule sabro. Kalesa bro, ile fostura ita. Intelesa but inte fostura. Yuska fostura. Let's repetir. Should I read it? Yo, se lesa prota. Okay. The Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax. A friend of tax, eh? Yeah. That is spoken in your Bible. Yes. But tax, njo bale batu ya skat. Okay, the tax are those people of Like in skat in English and in Svenska. Yes, assurance. yes, the people Wenye insurance. wanalipisha kodi, musoro. Those people who make you pay the tax. Njo baliwaita kwa sababu waliwajua ni watu wenye wanakosesha watu salama. Me kwangu kwa French inasema ce sont amis de pécheurs. Acha nitasoma okso kwa lugha ya Kiswahili ya. He's gonna read in Swahili. Yeah. In Swahili Matthew 11 chapter 19. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa. Haleluya. Nao wanasema, tazameni mlafi. Mlafi ni mtu mwenye anakula sana. Yesu alikuwa anakula sana. Unaona? Wanamuita ni mlafi. Mlafi na mlevi. Bakimuita ni mlevi, drinker man. Rafiki wa watoza. That is called skat. Ushuru na wenye dhambi. Unasikia? Ni rafiki wa wale wanaolipisha kodi. He's a friend of those people who makes you pay the tax. Na ni rafiki wa wafanya dhambi. And he's a friend of sinners. Lakini hekima uthibitishwa kwa haki ya matendo yake. But wisdom is proved right by her needs. Hallelujah. Yesu si rafiki wa wanani ya watakatifu.
Christ is not a friend of holy people. Yesu si rafiki ya watu wenye hawana dhambi. Christ is not a friend of those people who don't have sin. Yesu haiko rafiki wa wamalaika wasio na dhambi. Christ is not a friend of those angels who don't have sin. Yesu si rafiki wa mama baba asiye na dhambi. Christ is not a friend of the mother or father who does not sin. Nisikie pastere, mtumishi wa Mungu, mshirika. Listen to me, you servant of God. Nataka kukuzungumzia kitu kinaenda kusaidia imani yako ndani ya Yesu I Kristo. want to tell you something that will give you strength with your faith in God. Biblia inashuhudia ya kusema The Bible is telling us Kristo mwana wa Mungu Christ the Son of God, ni rafiki He's a friend ya watu wenye dhambi of sinners na wenye kulipisha msoro. and those people who make you Kodi. pay the tax. Kwa Swahili wanaita kodi. In Swahili they call him code. Unasikia? Sasa wewe katika injili yako Now you in your preaching, unakataa wa marafiki wa Yesu. you've refused friends of Jesus. Kisha unasema unamtumikia Yesu. Then you're saying that you work for Christ. Yesu wa wapi wewe unamtumikia? Which Christ are you working for? Yesu wa wapi wewe unamshuhudia? Which Christ are you testifying? Yesu wa wapi iko ndani ya Biblia yako? Which Christ is in your Bible? Kristo yeye peke watu walimuona. Christ himself, people saw him. Hanakaa, He sat. hanakula, He ate. anakunya, He drank. anazungumuza, He talked. anapokeana, He received others. anasalimiana He greets others na wafanya dhambi. with sinners. He greets every sinner or even sinners. Ushakasikia Biblia my daughter? Ushakasikia ile andiko? I've never heard of this word before. Lakini sasa natoka kuambia Now he's wanting to tell you, wewe katika kanisa, you in church, pastor, the pastor, apostle, apostle, doctor, the doctor, evangelist, evangelist, prophet, prophet, missionary. missionary. Unapotembea na habari njema, If you're walking with the good news, unakataa you're refusing kupokea to receive wenye dhambi. sinners. Kisha unajiambia wewe And then you're telling yourself, uko me, mtumishi wa Yesu. am I the servant of God? Question mark kwa huduma wako. It's a question mark in your life Who in your ministry? or in your ministry, yeah. Question mark. Kama Yesu Kristo mwana wa Mungu. If Christ, the Son of Oh, God, rikaromo shantarebo saka. Nasikia nguvu moja katika imani yangu. he has a lot of energy in his faith. Mwana wa Mungu, A Son of God, hasiye na dhambi, without sin, hasiye na makosa, without anything bad, hasiye kuwa katika dunia hii. without being in this world, Ametoka mbingu he came from heaven, kama jinsi Biblia inashuhudia. just like the Bible is Ameishi testifying. na watu He lived with people, na amewafanya hawa watu and he made those people kuwa marafiki wake. to be his friends. Lakini wewe katika injili yako But you in your na katika huduma yako and in your ministry, unafukuza you're chasing away wenye dhambi. all sinners. You Haupende don't want kuzungumuza to talk na wenye dhambi. with sinners. Ukimuona huyu If you see this, unamuona and you see ni mwenye dhambi, he's a sinner, hawezi ingia he mbingu. can't enter into heaven. Mungu aweze msaidia, God won't help Mungu him. aweze mubariki, God can bless Mungu him. aweze mkumbuka, God can remember Kristo him. amjue. Christ doesn't know him. Hole kwako, Sad for you. hole kwako. Sad for you. Utahukumiwa. You'll be judged. Kama Kristo If Christ, alijifanya marafiki, he made himself friend. injili yako Your ministry, haukuitwa you were not called kuhukumu, to judge. You haukuitwa were not called kulaumu, to curse. You haukuitwa were not called kufukuza to chase. yule unayeona na macho yako Oh, that person that you see with your eye na akili yako and your memory or your na mind, furaha yako with your happiness, na maisha with your yako. life, Ukimwona if you see the person na unaona ndani mwake and you see in the person rangi the color ya dhambi, of sin, mavazi the clothes ya dhambi, of sin, kutembea walking ya dhambi, of sin, kuongea talking ya dhambi, of sin, kukula eating ya dhambi. of sin. Na umesema And you say, siweze kumsalimia, I can't greet that person. siweze ikala na I can't yeye, sit with that person. siweze I mupokea. can't even invite that person. Hauko mtumishi wa Then Yesu you're not a Kristo. servant of God. Haleluya. Amen. Yesu aliona wenye dhambi
Christ saw those people with sin. Kitu ya kwanza, The first thing, kusudi hawa watu because for those people wapokee habari njema, to receive the good news, ilibidi Yesu it needed that Jesus, awafanye kuwa marafiki. it needed Jesus to make them his Hawezi friends. kuhubiri mwenye dhambi You can't preach a sinner wakati haumfanyi kuwa if you rafiki. don't make him your friend. It's impossible. That's impossible. Haiwezekane. It's impossible. Lakini we nini loko nayo? But what do you have right now? Unapofika, If you're rich, haleluya, hallelujah. sikia, Listen, wewe mlevi, you drunk, muzinifu, you I don't know what to say. yes, nini impedicity, kama ndio impedicity, kama nini, malaya wale tunawaita prostitute. Yeah. Yes. Wewe mvuta sigara, You smoker, wewe unaenda kuwafumu, you who go to Witchcraft. Okay, you who go to witchcraft. unasikia? Amen. Wewe usiyetoa moja ya kumi, You who don't give your wewe tithe, mwenyewe uende you kanisani, who don't go to church, utakufa, you will die. utaenda jena You will go to na hell mazambi yako. with all your sins. Ndugu yangu, Sisters and brothers. hapana, No. haukuitwa kuhukumu. You were not called to judge. Habari njema unayo The good news you have, haiko ya kuhukumu, it's not to judge. haiko ya kutupa, It's not to throw. haiko ya It's kufukuza, not to chase. haiko ya It's kukataza. not to refuse. Biblia inasema The Bible says, acheni wote waje kwangu leave all of them to come to me na mizigo zao. with all their baggage, all luggage. Yesu akikaa, Jesus sat down. sikia mtumishi wa Mungu, Listen, you servant of God. kusudi habari njema ingie, Because of the good news to go inside, akijifanya marafiki. he made himself friends. Hapana akianza kuwahubiri habari njema, No, he started preaching them good news directly. hapana akianza waombea, He didn't stop praying for them. hapana directly. akianza wafukuza He mapepo. didn't start cursing away demons from them. Yesu Kristo Jesus Christ, alipoona mtu when he saw the person katika dhambi, in sin, hakimfanya rafiki. he made him his friend. Oh, wonderful. You understand? Yesu akimfanya rafiki, Jesus made them his friend. anaenda kwake, He went to them, anakula na yeye, he ate with them, anaikala na he yeye, sat with them, wanatembea. and they walked, Ile siku inapita and that day is na passed. ingine siku And inapita another day, na anakuya tena he came na back, anakuya he tena. came again. Lakini But wakati alikuwa akikaa nao, the more he was sitting with them, Yesu Jesus Christ, akiwa na muda sasa he got time. hivi, amekuwa rafiki Now that he's his friend, na mimi nimekuwa rafiki wake. and now I'm his friend too, Rafiki atanisikia, the friend will listen to me. not so. Yeah. Yes, if you have a friend If you have a and friend, if your friend love you, yeah, we accept you, not just friend of boyfriend and girlfriend, but the friend is relationship. yeah. He's supposed to listen to you. Kuya twende rafiki, Come, let's go, friend. si mutaenda. You will go. Rafiki yangu siende kule, My friend, don't go there. hata kusikia He will listen to you. atasema no, rafiki yangu niambia He'll nisiende. say, no, my friend told me to not go. Unaona uhusiano, Do you see the relationship? hauwezi kumwambia mtu neno kwanza la Mungu You can't tell a person the word of God pasipo kumfanya kuwa rafiki. without making him be your friend first. Pale ndiyo kanisa, wokovu imekata neno la That's Mungu. where salvation in churches have lost the connection with God. Tunaenda na neno la authority tu, We've just gone with the word of authority. tunaenda na neno ya kuhukumu tu. We've just gone with the word of judging. No, hapana. Biblia The inasema Bible says, le fils de l'homme est venu manger. Unasikia? Alikuja kukula, he came to eat, kunywa, to drink, na watu wakamwambia, and people told him, mwangalie huyu mtu you look at this person mwenye anasema anafanya vizuri, who said that he's doing good, lakini ni mnywaji but he's a drinker. mkunywaji wa waini, He's a drinker of wine, rafiki wa wafanya dhambi a friend of sinners, na walipisha tax, walipisha kodi. and those who make you pay the tax. Lakini hekima yake But his wisdom na ukweli na sheria yake and his rights ilikuja kujulikana kwa kazi. are known by his deeds. Kazi yake sasa,
Only his deeds. Batu balikuya kujikuta kama People came to find themselves. Yesu Jesus, Kristo mwana wa Mungu Christ, kutembea na watu wabaya to walk with bad people. haikukua kwa sababu It's not because Kristo akuwe mtu mubaya. Christ was becoming a bad person. No. No. Kristo kuishi na wenye zambi Christ to live with those people who sin. haikukua kwa sababu It's not because Kristo akuwe mwenye zambi. Christ to become a sinner himself. No. Halijua ya kama He knew that nifanya hao watu kuwa marafiki, let me make these people to be my friends, baadaye and then nitawafundisha I'll teach them neno la Baba, the word of God. nitawabadilisha. I'll change them. Wisdom yake Their wisdom, balikuya kuelewa nyuma. his wisdom, they came to understand it later. Hallelujah. Wisdom yake Christ's wisdom, balikuya kuelewa nyuma they came to understand it later kwa matendo, through his deeds. par ses œuvres. Kazi yake hasa iliki. Ya. Unasikia? Do you hear? Unapotumia neno la Mwenyezi Mungu, If you're listening or using the word of God, unapofundisha, if you're teaching, usiangalie matunda leo, don't look at the fruits right now. usiangalie mabadiliko Don't leo. look at the changes right now. Tumikisha wisdom. Use your wisdom. Je, naweza kufundisha How can I teach huyu mtu mbaya this bad person haache ubaya wake, to live his badness, hawe mtu mzuri? to change him into a good person? Utatia wisdom yako. You put your wisdom. Hautatia verse, You won't put a verse. hautatia You Bible, won't put a hautatia Bible. prayer, You won't put the prayers. hautatia sacrifice, You won't put your hautatia sacrifice. sadaka. You won't put any tithe. Yes, just put your wisdom. Just put your wisdom. Votre sagesse va se transformer, itabadilisha. It will change. Ce n'est pas seulement de lire la Bible qui transforme, mais c'est la sagesse de l'homme de Dieu qui transforme l'homme mal. Ni hekima ya mtumishi wa Mungu It's the wisdom of the servant of God. inabadilisha It's the one that will change mtu mbaya. a bad person. Kwani huyu mtu mnamwambia mbaya? Because you're telling this person Anajua that he's Mungu. bad. Does he know God? Hana Biblia? Does he have a Bible? Anajua kwa wanaochisha Does Biblia? he know where to sell Bible? Anajua kwa kanisa iko? Does he know where the Anajua church is? mapasta na wainjilisti na wote nawajua? Does he know every pastor and evangelist? Unasikia? Anawajua. Does he know them? Lakini nini naomba? But what is needed? Wisdom. Only wisdom. Somebody say hallelujah. Amen. You understand now? Unasikia sasa? Balikuya kuelewa kama sagesse yake They came to understand that his wisdom, ilikuwa ya yulu sana. it was really high. Sagesse yake est justice par ses œuvres. Bilikuya kujulikana sasa senye kazi. It was known after the deeds. Matendo yake. His deeds. Hawa watu These people, bamebadilika. they changed. Tabia yao imebadilika. Their habits have changed. Masemi yao Their imebadilika. words have changed. Mavazi yao Their imebadilika. clothing have changed. Mwenendo yao And imebadilika. their path has changed. Unaelewa sasa? Do you understand? Si andiko tu inaobadilisha. It's not the word that will change. Me unapomfanya kuwa rafiki. But if you make the person your Kama friend, gisi mimi nina koti. just like right now he has a suit, Namwambia rafiki yangu, and he tells his friend, leo today tutaenda we're gonna go kucelebrate to celebrate birthday yangu. his birthday. Lakini mimi najua rafiki yangu But he knows that his friend, hana koti, he doesn't have a suit. hana kravati, He doesn't have haya valaka hiyo. he's never had it on. Lakini mimi namwambia, But he tells him, unajua kama mimi na wewe, you know that me and you, wewe ndio utanipresent. you're the person who's gonna present me. Tunapenda tuvale We want to dress modele mmoja. the same Me na design, wewe. me and you. Kwa sababu wewe ndio rafiki yangu. Because you're my friend, Mimi nitakupresente I'll present na wewe you, nitakupresente. and you present me. Tuvale. Let's dress up. Tutaenda kusaluni. They will go in the saloon. Tutengeneze nywele They yetu. will put their hair good or fix Unasikia? their hair. Yeah, Si ni rafiki? he's a friend. Anaitika. He will agree. Unavala nguo moja. Then you have the same Hiyo clothes. siku anavala hiyo nguo. The day that he has that clothes on, Kila mtu atamwambia je? what will everybody tell him? Hey!
mbona umebadilika leo? Wow, how you have really changed. Mbona leo uko smart? Today you're really smart. Umekata na nywele. And you even had a haircut. Umevaa mzuri. Oh, you've really dressed so good. Mara moja At once, watu wanafurahi. people will be happy. Na yeye peke And he himself, atafurahi. he'll be happy. Atasema, He'll know, kumbe oh, kila siku every day, nikikuwa navala hivi, if I'm dressing up watu like this, watafurahi. people will be happy. Unasikia? Anabadilika. And he changed. Unajua pale kwenye tutakuwa Do you know that where we're gonna be? ni mahali It's a place kwenye banaandika where they write, no smoking. no smoking. Usivute sigara. Don't smoke. Maana jue wakati tutakuwa So pale. no, all the time that we're there, Kaze. just Try. Usivute sigara. Don't smoke. Saa moja, One time, saa mbili, 2 hours. unagonga saa 4 pale. and if it's like 4 hours, Hakuvuta. and he hasn't smoked, Sorry, senye mnarudia. and if you're back, Unamwambia unaona? you tell him, you see, Unaweza kufanya siku moja. you can even make one day Hakukunya sigara, hakuvuta without sigara. smoking. Nasema kweli. And he said, really? Yes. Yeah. Oh, I'm sorry. Nina kikozi sana. Oh. Ndio ilikuwa hekima ya Yesu. That was God's wisdom. Oh, Jesus' wisdom. Bali kuja kuielewa They came to understand it katika kazi through deeds yenye alikuwa akifanya. that he was doing. Hallelujah. Amen. Na wewe mtumishi wa Mungu, And you, the servant of God, si kwa sababu it's not because jamesikia. Umeona watu wabaya tu it's not because you saw bad people na unawakataa. and you refused them. Hapana. No. Tia hekima yako, Put your wisdom, tia akili yako, put your knowledge, tia baraka yako, put your blessings, tia muda wako. put your time, Na huyo mtu atabadilika, and that person will change. na wakati atabadilika, And if that person changes, na jina la Bwana litapewa sifa. and the word of God will be blessed, or the name of God. Shetani hataki nizungumuze maneno hii. Anaendelea naye. Atashindwa kwa jina la Yesu. Aya, aya, sabale, aya, saira, Haya. aya, dans le bonheur, Hey! dans le malheur, je confesse toujours moi, même si dans ta liste, je ne me figure pas, mais dans l'alliance, je sais que aya, 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 ça va aller, aya, aya, ça ira, aya, aya. Yes. Merci beaucoup. Tunaendelea kusema asante. Yeah, we're thanking you guys Kwa sababu Mungu anajua Kenya anapanga. because God knows what He's planning. Nini Mungu anapanga? What is God planning? Sikia gisi Biblia inasema katika kitabu ya Luka 19:7. Listen to how the Bible tells us in the book of Luke, Chapter 19 verse 7. chapter 19, verse 7. Biblia inasema hivi. À cette veille, tout murmure et disant, il existe aller loger chez un homme pécheur. Oh my Okay. God. Because Alright. inaisumbua sana wandugu. Yes. Karibu sana. You are our taxomic Evelyn. Eva. Yeah. Lyssna på språk Jemima kanske prata engelska. You också lyssna engelska. Tack så mycket Eva for follow our program. Yeah, Lise. Okay, I read in the book of Luke, chapter 19, verse 7. All the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of all sinners. Yes. Nice. Unasikia kisi wanasema Ndugu muovu atake tuzungumuze maneno hii. Anatia sauti yangu ikose salama. Ndio kikozi iko lakini nitachapa habari njema ya Yesu Kristo. Amen. Yeah. Acha tutasoma katika kitabu ya Swahili pia, Biblia ya Swahili. Yeah. Inatuambia hivi, Luka 19 mstari wake wa 7. Watu wote waliona wakaanza
kunungunika wakisema, amekwenda kuwa mgeni wa mtu mwenye dhambi. Unasikia hiyo? Balipomwona Yesu Kristo mwana wa Mungu, when they saw Jesus Christ, the Son of God, ameenda mahali pamoja, when they saw him going the same way, akikaa na kupanga kwa mtu moja, sitting and planning to one person, watu wakianza kunungunika na kusema, people started being mad and then saying, ameenda na kupanga, he went and started planning kulala and sleeping kwa mtu mwenye dhambi. to a sinner. Hawakujua Yesu But they didn't know that Christ, ni rafiki wa wenye dhambi. he's a friend of sinners. Yes, karibu sana Grace. Yeah. Tunomshede watu za grade watu ya. Tusisimbwe. Yes, kama vile yes. Grace, karibu sana, tunakushukuru na Mungu akubariki. God bless you for to follow us, Grace. Watu wakijiuliza, People, they ask themselves, Yesu kwa nini why is Christ ameenda kupanga, walking and planning, amekubali kuwa mgeni accepting to be a guest ya mwenye dhambi? to a sinner? Ndugu mpendwa, Sisters and brothers, najua we know watu wanakuhukumu a lot of people are judging you, na furaha ya kwenda kanisani imekwisha, and the happiness of going to church na is kupenda over, neno la jina la Kristo imekwisha, and to love the word of God is over. kwa sababu unapovala Just because you're dressing, bana kushota vidole, they start pointing at you. mahali unapokaa The way you're sitting, wanakufanyia hukumu, they judge you. kila kitu unazungumza, Everything you're saying, wewe ndio mapepo, you're the wewe demon, ndio shetani. you're the Satan. Lakini natokuambia, But he's trying to tell you, hakuna mtu yoyote there's no any person Kristo alipobadilisha that Christ changed pasipo kukubali kuwa rafiki yake. without accepting to be your friend. Yesu Kristo mwana wa Mungu Jesus Christ, the Son of God, hakuja kwa ajili ya watu wazuri. he didn't come for good people. Yeye peke amesema, Himself, he said, Biblia ingekuwa, dunia ingilikuwa na watu wazuri, if the Bible was full of good people, not the world, okay, the world was ingalikuwa na full of watu wazuri, if it had good people, Yesu angetoka mbinguni kuja, Jesus couldn't have come on earth to save us. Mungu angemtuma. God couldn't have sent him. Lakini kwa sababu But because dunia the world, ilikuwa na watu it wabaya had a lot of bad wenye people dhambi, who sinned, ilibidi Mwenyezi Mungu it needed that Christ, atume mwanake God needed to send haje his son akuje to come hakuwe and be rafiki a friend wa wenye dhambi of all sinners na kuwafanya and to make them watoto wa Mungu the child of God kupitia through hekima ya his wisdom na sheria ya. and his way. Sema amen, unanifuata? Say amen. Usiache kumfuata Yesu Kristo. Don't stop believing Christ. Usikatae kwenda kanisani Don't refuse going to church kwa sababu banakuambia uko mwenye dhambi. because they just told you that you're a sinner. Hawa si watumishi wa Mungu, Those are not the servants of kwa God sababu hawashinde Yesu because Kristo they're not better than Christ, aliyejifanya kuwa marafiki. him who made himself friends Enda with sinners. kanisani, You go to church, they watazungumuza will talk. namna umesuka nywele, The way you've braided namna your umekata hair, nywele, the way you've cut your namna hair, the umevala, way you're dressing, kala ya makucha the yako, color of your nails, kala ya viatu the yako. color of your shoes. Wewe For you, sema ninakuja you hapa shall come kwa here sababu Yesu Kristo because Jesus ni Christ, rafiki he's a wa friend watu wabaya. of all sinners. Munaniona leo You're seeing me right nipo now, mubaya, even if I'm munaniona bad, leo you see me, munaniambia niko na you dhambi, tell me I have lakini sin, ninajua but I know hekima ya Yesu the wisdom of na Christ sheria yake and his love, itaonekana ndani it mwangu, will be shown in my na body, watashuhudia and they will testify Kriste Christ kupitia mabadiliko yao. through my changes. Biblia inasema nini? What does the Bible say? Ilifika wakati moja It reached one time, mtu mmoja akakufa, one person died anaitwa Lazaro. called Lazar. Alikuwa nani? Who was he? Unasikia? Lazaro
alikuwa rafiki wa Yesu Kristo. he was a friend of Christ. Metujiulize, But let's ask yourselves, tokea Lazaro alizaliwa, since Lazarus was born, haikuwa tu Lazaro njoo, hakuwa tu Yesu njoo rafiki wake. it wasn't only Christ that was his friend. Alikuwa na rafiki mingi. He had a lot of friends. Lakini Biblia inasema But the Bible says Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu. Lazarus was a friend of Christ. Yesu Kristo alimpenda, Christ loved them. na Yesu alikuwa akimtembelea Lazaro. And Christ, when he was meeting Na Lazarus wadada ya Lazaro and his sisters, walimjua Kristo. they knew Christ. Na majirani ya kwa Lazaro And his neighbors, walimjua Kristo they knew Christ, kama ni rafiki that he's a friend wa Yesu. of Christ. Unasikia? Baadaye hapa And then after, Yesu Kristo Jesus Christ, alijua yale itapitikana katika maisha ya Lazaro. he Sema knew amen. what was going to happen in Lazarus' life. Lakini alikala kimya. But he was quiet. Baadaye Lazaro akagonjwa And then when Lazarus got sick na akafariki. and he died, Biblia yangu inasema his Bible says wakishika bike they took a pen na kuandika barua and write a letter na kuyakunja and folding it na kutumia Yesu Kristo and sending it to Christ mahali alikuwa. where he was. Habari gani ilikuja ndani ya barua? What was the news that came in the Biblia inasema envelope? The Bible says wakati alipofungua the moment he opened the letter, bakiandika, they wrote, "Oh Yesu Kristo, "Oh Jesus Christ, rafiki wako mpendwa your beloved friend Lazaro Lazar, amefariki." he died. Amefariki. He died. Rafiki. His friend. Hawakusema pastere wako. They didn't say he's Hawakusema apotre They wako. didn't say he's apostle. Hawakusema They muombaji. didn't say he's prayer. Hawakusema They evangeliste. didn't say he's evangelist. Hawakusema They profete. didn't say he's prophet. Hawakusema They dokter. didn't say he's doctor. Rafiki. They said friend. Wale watu wanaozarawika mbele ya watu Those people who have been neglected by people, wako pale juu ya utukufu ya Kristo that mwana wa they are Mungu. by God's glory. Yesu aliposoma barua When Jesus read the envelope, akiambia wanafunzi wake, he told his servants, his disciples, sema rafiki wetu Lazaro saying, my friend Lazar, our friend, amefariki. he died. Yesu akitafsiri And Jesus translated, akisema lakini he said, but hafariki, he didn't die, amelala. but he's sleeping. Busilisi amdelekani. And then they asked themselves, what kind of Tokea sleepiness is jana, that? tokea juzi, Since yesterday and before yesterday, mpaka leo wanasema haya fufu. until today Haya they're saying la that he hasn't woken up. Yesu akaelewa Yeah, Christ understood kama hawaelewi that they haven't understood fumbo iko nasema, what kwa he's sababu talking about. hekima ya Yesu. Because God's wisdom, just his Ilikuwa wisdom, nguvu sana. it was hard. Yesu akisema tunapasha rudio, And then Christ said, we need to go back. wamesema hey They said, oh my God, Yesu, Jesus. kule kwenye wetufukuza, There where they chased us, kwenye tulitaka kufa, there where we're gonna die, betufuata na majiwe, they chased us with stones. turudie tena Should kule? we go back there? Hapana, No. hata njo upendo yako. Even if that's love. Lazaro wesha kufa, Lazarus is dead. anakufa, He's dead. na kama analala And if he's sleeping, atalamuka. he'll wake up. Yesu kwa sababu And Christ, because Lazaro ni rafiki, Lazarus was a friend, akiwaambia tutarudi huko he said that we're gonna go kwa back. sababu rafiki wetu. Because my friend or our friend, Amefariki. he's dead. Lakini kifo kia Lazaro, But his death, sikia, ni kwa utukufu ya Bwana. it's by God's glory. Unasikia? Kifo kia Lazaro And the death of ni kwa Lazarus utukufu ya Mungu. was by God's glory. Tutarudi huku. We'll go back. Yesu alirudi huku na namna mbili. Christ went back there with two Kitu ways. ya kwanza, The first thing, alirudi he went kwa back sababu Lazaro because Lazarus ni rafiki wake. was his friend. Kia pili, And the second, kifo ya Lazaro because the death of ilikuwa Lazarus hamo was in the wisdom was in the na wisdom sheria and the ya love Mwenyezi of Mungu. Christ. Say hallelujah. Amen. Unasikia? Turudie kule. So Should we yes, go back? Yeah. tutarudia. We're gonna go back. Wakirudi, Then they went back. hauko rafiki wa mtu. You're not a friend of anybody. Pastor anaweza The kukatala, pastor can reject apotre you. anaweza The kukatala, apostle can reject watumishi wanaweza you. kukatala. The apostle that can Achana reject you. nao. Leave them. Fata Kristo, Just follow neno la Christ. Kristo, The word of uwe Christ. rafiki wa Yesu Be Kristo. the friend of Christ.
na maisha yako itabadilika. And your life will be changed. Leo watu wamerudi nyuma. Today people are going behind. Kwa sababu watumishi wa Mungu Because the servants of God, wanapenda kudifanya kama wao they want to make them like ni them. watakatifu They are holy. kushinda Yesu Kristo. More than Christ. Wanapenda difanya They wao want to make themselves wameshinda zambi. that they have Hawana no sins. zambi. They have no sin. Wanaweza They yote. can manage Hawaweze everything. sogerea They can't come closer kwa mtu mbaya to a bad person kushinda Kristo. more than Christ. Ndugu yangu, acha nikwambie, My sisters and Penda brothers, Yesu let me Kristo. tell you, love Christ. unapoomba Even if you're sema praying, Kristo mwana wa say Mungu, Christ. nifanye kuwa rafiki Make me be your friend. kwa dhambi yangu, Even if kwa mwenendo through my yangu, sins, through my kwa ways, tabia yangu, through my habits, na kupenda Kristo. I love you, Christ. Napenda uwe rafiki I yangu, want you to be my friend. nifundishe hekima I yako want you to teach me na your sheria wisdom yako. and your law. Kenye kitaonekana ndani mwako The thing that will be shown in you, kitatukuza pastor, it won't be pleased by the pastor, lakini kitatukuza mwana wa Mungu. but it will be pleased to God. Hallelujah. Tungali pamoja. We're still together. Yesu akirudi Jesus came back na akifanya utukufu wa Bwana, akileta wisdom yake. and he brought his wisdom. Wanamwambia imekuwa siku 3 tokea alikufa. They told him it was 3 days He since said he yes. died, and then he said, "Yeah, Atafufuka. he will still raise up." Hapana. No, Yesu akileta wisdom yake. Christ brought his wisdom, Sema hawataelewa. and he said they won't Twendeni understand. tu kaburini. Let's just go to the Ni grave. habari ya wisdom. It's a story about Haikukuwa wisdom. problemu ya maombi. It wasn't the trouble of Hakuleta prayer. verse, He biblical didn't verse. bring any Bible Hakuomba verse. nyimbo. He didn't sing a song. Hakuhitaji ngoma. He didn't need drums. Hakuhitaji He fasting. didn't need you to fast. Twendeni kaburini. Let's just go to the grave. Walipofika huko When they reached there, akisema, he said, ondoweni lijiwe. take away the stone. Mtoshi hiyo lijiwe mlifunika hapa, mlimuzika. Remove the stone that you put on Hii ni him. maneno ya wisdom This is the word of wisdom yenye mwanadamu hana. that the human being Acha doesn't have. mtumishi wa Mungu nikwambie na So nikusaidie. let me tell you, you servant of God, You need to use some wisdom you need to use a little wisdom. when you're doing the work of God. Don't put your knowledge only. Don't just move it because you know the Bible. But sometimes use the wisdom. Tumikishe hekima na sheria. Mambo itabadilika. Use wisdom and law and the situation will change. Et c'est ce qui te fait la différence. Usitembee kama kisi wewe huku unaona tu macho yako inawaka mingi sana, unayua naenda France Paris, unatembea nchi mingi na njoo unatoka mata Mungu vile. No. Don't think that you moving around in countries, it will make you God's friend or it will make you change. Hakuna kwenye alileta verse. He didn't bring any verse in the Bible. Hakusema muimbe. He didn't say you sing. Hakusema msema haleluya. He didn't say you say hallelujah. Hakulomba sadaka ya deliverance kusudi Lazaro afufuke. He didn't need any type of Deliverance. deliverance Ou ya resurrection. or resurrection. Hakupaka mafuta. He didn't anoint people. Hakumwanga maji. He didn't pour water. Hakuwasha taa. He didn't light the candle. Akisema ondoweni lijiwe. He just said remove the stone. Wakitosha lijiwe. Then they removed the stone. Akisema Baba, He said, God, nimejua I know unanisikia, you're listening to me. unanielewa, You're understanding unajua me. kutumika You yangu, know what I'm working for. unajua marafiki You zangu, know all my friends. unajua kwa nini You nilikuja, know why I came. unajua shaba yangu mie na You Razar, know the use of me and Razar. na najua unanisikiaka. And I know you're listening to me. Or Nisikie pia leo. and listen to me today too. Razar, Razar. Razar, Razar. Razar Razar. kama rafiki. As a friend. Razar akitoka, Razar came out. akitembea, He started walking. me amefungwa. But he was tied. Yesu akiangalia, Jesus saw, asema nikifanya hapa kazi saying, if I do the job, wataniwazia mimi. they will think me. Akisema nani mfanye kazi, Then he said, who does kuonesha the ni job? kitu simple tu. To show that it's a simple thing. Iko problem ya wisdom. To show that it's a problem of wisdom. Tuna uwezo wa kuambia We have the right to nguo tell. hizi kamba mlimfunga, mavazi mlimfunga, The clothes that you were wrapped him, lakini acha you wrapped him muitoshe. in. Lakini akisema acha muitoshe. He said, let you remove Haleluya. it. Amen. Acha muyatoshe. Remove it. Mumfungue. Open him. Wakimfungua Then they opened him. na akisema tembea,
And then he said walk. Na akitembea Then he walked. kwa sababu ni rafiki. Because he's a Acha friend. nikwambie jioni ya Let leo, me tell you this evening. tafuta uwe rafiki wa Yesu Look forward to be the friend kwa of hali Christ. yako yote. In your way. Sijue zambi zako, I don't know your sijue sin. makosa yako, I don't know your thing. sijue tabia I yako, don't know your habits. sijue mwenendo I wako, don't know your way. lakini habari njema ninakuletea. But the good news I both to you. Unapokuwa rafiki wa Yesu, If you're a friend of Christ, maisha yako yatabadilika, your life will change. mwenendo yako Your itabadilika, path will change. hali yako itabadilika, Your situation will na change. utukufu And the glory, umrudie Yesu Kristo. let it be back to God. Usiambatane, Let you not concern. usirudi nyuma, Let you not go back. usikose furaha, Don't be unhappy. usikate imani, Don't lose faith. usirudosha tumaini, Don't lose faith. usitupe Biblia, Don't throw away the Bible. usikatae watumishi wa Don't Mungu, refuse the servants usikatae of kwenda God. kanisani, Don't refuse to go to lakini church. acha nakwambia, But let him kwa tell hali you, yote yupo. in any way that Wewe you ni are, rafiki wa Yesu you Kristo. are a friend of Christ. Haleluya. Amen. Hiyo ndiyo ya maana And that's what katika maisha yako. in Christ's Nisikie life. ndugu mpendwa, Même si tout le monde ne veut plus de moi, hata watu wote akupende tena. Jésus, Even if nobody likes you, Haleluya. tu m'appelles mon Dieu, je ne te condamne pas. Mais donne-moi le temps, tu confesseras que prends ton argent, laisse-moi Jésus, seul avec lui, je sais que aïe 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 aïe, ça va aller, aïe aïe, ça ira, aïe aïe aïe, j'ai pris l'option chaque matin, je me réveille, je confesse que tu es le prophète de ta vie, mon frère. Ne crois pas que tu es maudit. Il faut chaque fois confesser que tu es béni. C'est toi le prophète, le vrai prophète de ta vie. Alléluia. Jésus t'a béni. Tu n'es pas maudit, mon frère. Alléluia. Aïe, 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 ça va aller. Haleluya. Amen. Ndugu mpendwa, Sisters and tumefika brothers, mwisho wa we're programu at yetu. the end of our program, Acha tutaendelea mafundisho hii and we're going to continue with this kwa word muda ijapo. the next time. Ninatoka kuambia kama But I want to tell you, ulikuwa umetosha tumaini, you've been like you removed your faith. kanisa imekutoka kuroho yako, The church have gone away of your mind. watumishi wa Mungu The servants of God, umewatosha kuroho yako, you've removed them in your heart. injili The word imetoka rohoni mwako, is being removed in your heart kutoa kanisani, to give tithe in kusaidia church, kazi ya Mungu. to help the work of God. Umefunga hiyo yote You've closed all kwa that sababu because umehukumiwa, you've been judged. umeambiliwa, You've been told. umesabiliwa. You've been counted. Hausabiliwe kama mtu, You're not counted as a person. wewe hausabiliwe kama unaweza enda mbinguni, You're not counted as a person who go to lakini church or heaven, unasabiliwa but you're counted kama mlango ya mbingu imefungwa juu as yako, the door of heaven is closed for lakini you, jenamu njiko but wazi. hell is open for you. Lakini nakwambia jioni But ya I'm leo, telling you this evening, level gani unayo which level do you have? ya dhambi unayo, Which sin? ya mabaya unayo, The bad things? ya tabia The unayo, habits? nakwambia I'm telling you, mufanye Kristo mwana wa Mungu make Christ kuwa rafiki to yako, be your friend. utasamelewa dhambi Your sins will be na forgiven, utaitwa and you'll be kiumbe called kipya a new ndani ya Yesu creation in Kristo, Christ. kwa sababu Yesu Kristo Because Christ, alituambia ya kama He told us, eneni ulimwengu go to the world mkatangaze and preach, habari njema, give out the mkafanye gospel, mataifa make the kuwa wanafunzi generation wangu. to be my Atakaye disciple. kubali Everybody who accepts, atabatizwa he will be baptized, na utasamelewa and you'll be forgiven, na utakombolewa. and you'll be resurrected again, Na utaitwa kiumbe kipya. and you'll be called a new generation. Asante sana Thank you. kwa karibu sana ndugu Tunki Abo. Yes. Yeah. Tunashukuru sana kwa sababu uko pamoja na sisi. Yes, but thank you so much for being together with us. Yes. Tunki Abo, you are welcome. Kama unasikia Swahili, if you listen to English, si tu écoutes français, merci beaucoup. If you protest, Venska taksomike. Merci kwa watu wote waliotufuata. Thank you for everybody who followed our Ni program. muda wa kufanya kanisa la Yesu It's the time to make the Church of God
kuleta wote wenye wangepotea to bring all those people who are supposed to be lost warudi ndani la nyumba la to Baba. come back in the house of Christ. Kristo alitupa kazi God gave us a job. ya Wakorinto wa pili 5:19. In 2 Corinthians chapter 5, That's 19 to 20. 5:19 to 20, Kazi ya reconciliation. the work of reconciliation. My ministry, His ministry, my preaching, his preaching, I'm not there haiko pale to judge you, kukuhukumu, to condemn you, kukuangusha, to list, to talk about your sin, wala kuongea kubibaya vyako, but I'm there lakini iko to pale preach you kuhubiri the good news, habari njema, to put in my knowledge kutia kuolewa yake, the law of God in your life, sheria ya Mungu, msheria ya Mungu maisha yako, and you are going to change. na utabadilika. Tomorrow Kesho you are going to come, utakuya, you are going to be utakuwa a pastor, pastere, doctor, doktere, apostle, apostle, prophet, prophet, missionary. yeah. You can work in Utatumika. even ushers. You Utatumika can as dance usher, in choir. utacheza mchoir. In you, you have many work God in need in your life. Wewe uko na vitu vya mingi vyenye Mungu anakuhitaji nawe But maisha. don't stop to follow Jesus, Lakini usichape pale kufuata Mungu. because people say Kwa juu watu wanasema. you are a sin. Kwa juu watu wanasema uko mtu wa mafama zao. Yes, Yeah. I know Yeah, you are tunajua. sin. Dhambi I zako. confirm you also. You can be a son. Yeah. Yes, but But God love you. Mungu anakupenda. Jesus is your friend. Mungu ni rafiki wako. Every moment, Kila saa. every day. Kila siku. Believe God. Amini Mungu. And thank you very much. And asante. We reach in our last moment for our program. Tuko muda yetu ya mwisho mu program yetu. We are going to pray. Tuko neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa wema wako, na tunashukuru kwa ajili ya neno umetubariki nayo jioni ya leo. Ni neno nzuri sana, ni neno la baraka sana, kwa sababu hatushinde dhambi kwa nguvu yetu. Hatujue dhambi ni nini, hatujue dhambi ni ngapi, hatujue dhambi zinatoka wapi, lakini kwa sababu wewe ukidifanya rafiki wa wenye dhambi, acha sisi tunayekutumikia nasi tuwe marafiki ya wenye dhambi, na tuwafundishe neno lako, na kesho wakibadilika, hekima na sheria yako Baba yataonekana katika maisha ya ule mtu, na jina lako Yesu Kristo litasabiliwa na litatukuziwa milele na milele. Hacha saidia mama huyo, saidia baba huyo, saidia dada huyo, saidia kaka huyo, kwa sababu amekungwa, amekosa hatua, kwa sababu wamempiga majiwe, wamemhukumu na kumfungulia mlango wa Jehanamu. Lakini ninafunga mlango huo kwa uwezo wa neno la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninafungua mlango wa habari njema katika roho yako. Ninafungua mlango wa neno la Kristo katika maisha yako. Ninafungua mlango wa kusikia na kuelewa maneno ya Mungu. Ninafungua mlango wa kutubu na kurudilia Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, yale yote ulisabiliwa, yale yote walikupaka, yale yote walikuvika, yale yote yalionekana ndani mwako, yafukuzwe na yaondoshwe kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, Bwana na mkombozi wetu. Asante ndugu mpendwa kwa kutufuata katika David's Family Ministry. Tunashukuru kwa wote waliotufuata sana. Mungu awabariki sana ninyi wote. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Tutakutana baadaye na tutaendelea na somo letu tulimaliza. Yes. Hallelujah. Glory be to God.